kusema ni asante. Umekuwa kiongozi wetu, umetembeza kutoka kanisa la Kariobangi na tumefika katika kusanyiko hili kwa ajili ya neno lako. Tusema ni asante. Kile tuliyopita na kuingia kwetu kuunganisha na wote ambao tumepata hapa, tuwe katika kitu kimoja, katika imani moja. Shetani ambaye anaweza tuandama tunapoingia hapa apate kushindwa. Bwana muishie milele na milele, tukaribisha uingie nasi na tuweze kuwa na imani moja kwa ajili ya ibada siku leo. Katika jina la Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Haleluya. Karibuni wanyaji wa
sadaka Bwana wa majeshi.
Shuka, shuka. Haya,
Neno la Mwenyezi Mungu. After tumecheza, shetani atudanganye tuondoke na tusisikie maneno ya Mwenyezi Mungu, tutoke ndani ya hayo. Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Baba, tazama ni mapenzi yako, watoto wako wamekimbia katika ushuhuda. Baba, tumeingia katika hekalu hili. Baba, tunahitaji kusikia kutoka kwako. Mtumishi wako Baba ametoka headquarter na amefika hapa. Baba, tunasema ni asante. Asante kwa ajili ya nafasi ya siku ya leo. Baba, shetani upate kuondoa. Baba, tulenga na shida apate kushindwa. Anatufanya kuwa maskini apate kushindwa. Watoto wako wamejitolea wakaingia hapa. Unapokaa hapa ukuwe Bwana Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ningependa bendera Baba, tumesema ni asante kwa vile tumeingia katika hekalu yako. Sisi wote tumepatana hapa kutoka, kila mtu ametoka mahali mbalimbali. Lakini tunaomba Roho yako Mtakatifu atawae mahali hapa. Tupate kutunganisha tuwe kitu kimoja. Baba, wewe ndio mwenye kuongoza hii mkutano. Hii ibada tumeweka katika mkono wako. Mwenye ibada akichukua, Mungu ukapate kumuongoza. Na hata sisi sote ukapate kutuongoza. Mwovu shetani anaweza kuona ndani ya roho zetu. Baba, tunakataa katika jina la Yesu akapate kushindwa. Baba, tunaikataa katika jina la Yesu akapate kushindwa. Ukapate kutuongoza, Roho Mtakatifu akateremke mahali hapa. Hii baada ya kianza tuanze tukiwa ndani yako. Tukimaliza tumalize tukiwa ndani yako. Naomba machache nikiwa chini ya utukufu wa Israeli. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini.
Yesu Kristo ishie milele. Mungu mwaminifu Jehova. Uwezo na nguvu na utukufu mtakatifu. Baba, tumekupea sifa na utukufu zetu zote. Jehova manani. Sifa zetu Jehova. Pokea sifa zetu mtakatifu. Bwana Yesu, tumekutolea sifa zetu sababu ya kazi nzuri unatufanyia. Kutulinda na kutuhifadhi mtakatifu. Kutukingia maadui na magonjwa. Bwana Yesu, upewe sifa. Maana zote ni zako Jehova. Asante sana kwa nyimbo tumekusikia. Bwana Yesu, tukiendelea na kazi yako, uwe Mungu pamoja nasi. Kwa uwezo wa Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu nimeomba. Amen. Naomba tupate kukaa. Na wenyeji mgeni asimame. Kwa hii kazi ambayo tulikuwa tunafanya, Mungu wa Israeli awabariki sana. Bwana asifiwe. Tuko na Chief Minister wa Dagoretti North, Dagoretti South, Reverend Paul Odera. Tuko na Reverend Moses Onunga, Chief Minister Kibra. Tuko na Reverend Boniface Guya, Chief Minister Nyando. Tuko na Reverend Justus Makoa, Chief Minister Embakasi East. Tuko na Reverend John Ogelo Kajos, Stare. Tuko na Reverend Moses Chief Minister kwa afisi. Tuko na Reverend Daniel, Chief Minister Embakasi West. Tuko na Reverend Benson Mia, Roy Sambu, Reverend Evans Achar, Kamkunji, Reverend Eliakim Yogo, Madare Sub County. Tuko na Reverend Joseph Wesonga, Westlands. Tuko na Reverend Roda Yonge, Embakasi North, the host. Reverend Angelina Pondi, Makadara. Reverend Melka Uma, Dagoretti North. Reverend Miriam Juma, Embakasi Central. Reverend GSA mwenyewe Ruaraka, thank you very much. Tuko na Reverend mama wetu kutoka Kiamba. Asanteni sana, Mungu awabariki. Tuko na Reverend Eliakim kutoka Kitengela. Wacha kukaa nyuma sana bwana. Reverend wanakaa huko mbele. Bwana asifiwe. Amen. So nimewashukuru kwa kazi ambayo tumefanya. Tunasema asante baba askofu. Reverend wamesimama na hii kazi. Tuliwaitisha kidogo na nimeona wamefanya hivyo. Bwana asifiwe. Amen. So niruhusu tu kuna wale mabishop wametutembelea. Watusalamie, waseme tu jina alafu tuendelee. Mabishop, tuko na bishop kutoka Embu. Basi baba askofu, profesa wetu, mama wetu daktari, GSA, mabishops wenzangu, makohani, hamjambo tena. Basi watu wote wa Nairobi na wageni mrembe tena. Mungu awabariki sana. Right Reverend Michael Obima kule Embu County. Baba askofu, mgeni wetu, mjambo nyote. Mjambo tena. Omeni wote mrembe chebu yaje. Mrembe tena. Hallelujah. Mimi ni Reverend Deputy Kivuli, Pepe Taveta, Bishop County, hiyo sehemu. Na ningali Nairobi County nasikilia kazi ya Pakistan. Hallelujah. Kwa hivyo ukiwa hapa jua bado niko nini? Niko mhubiri wapi? Nairobi County. Hallelujah. Kwa hivyo jambo la muhimu na washukuru kwa waumini wa Nairobi County kwa kutolea kwenu vijana wetu. Mungu awabariki sana. Na tushirikiane tutembee jambo moja. Hallelujah. Kwa hivyo asante baba askofu kwa kunibalia kuendelea hii kazi na mimi sikuendelea kwa kazi ya Yesu Mungu. Kwa hivyo Nairobi iko sawa, bado naishikilia. Mungu awabariki sana. Ndio tikigoli. Kwa wangu wako nyumbani kule sia, Mungu awabariki. Nasema mimi ni bishop wa Taveta. Taveta. Baba askofu ameanza kwa Mombasa hata kwa Mombasa kwa Hallelujah. Wacha niwasalimie kwa niaba ya Mombasa County. Waumini wa Nairobi County, mrembe nyote. Mrembe tena. Mrembe ya furaha. Hata kuanzia leo na
Tumefika tena wapi Mombasa. Mungu awabariki. Nitaende. Archbishop baba yetu, daktari baba yetu, jinsi wote na sehemu mrembe tena. Hallelujah. Right Reverend Paul Sikobe, County Bishop Kisumu, barikiwe sana. Hallelujah. Hallelujah. Baba wetu, shujaa wetu wa Israeli, Baba ambaye unatulinda, mwenye roho ya upendo, pamoja na mama wetu daktari na wageni wako wote, na wasalimu kwa jina la Yesu. Mlembe Rose, mlembe Yesu, mlembe ushindi. Hallelujah. 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 Mlembe Rose, mlembe Yesu, mlembe sana, mlembe cha baba wetu, mlembe cha shujaa, mlembe sana. Reverend Esther Queen Wandera, wewe unanibebea mkono unanikanganya. Right Reverend Esther Queen Wandera, Tarikaniti, Bishop Count. Asante sana, karibu. Tarakaniti ni mbali na umefika. Tunashukuru Mungu. Bwana asifiwe. Kuna wale tunafanya nao kazi kwa county. County leaders. Tuseme hai. Tuseme hai. Hi. Dorcas Awuro Nyango, Secretary ya wamama Nairobi County. Hi. Kwa majina ni Rose, Organizing Gender Nairobi County. Basi hallelujah. 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 Mimi ni mama County, Kajiado County. Baba wetu Mrembe. Basi hallelujah. 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 Asalimu baba wetu, mama wetu na wakuu wote. Mrembe tena. Hallelujah. Hallelujah. Tano kwa jumla mrembe. Mrembe tena. Basi nami nikisimama hapa narudisha Mwenyezi Mungu shukrani. Na nimewarudisha shukrani sana, mmesimama nasi kwa hii kazi yenye tunafanya ama yenye tumefanya leo. Mapastors na machief minister na wazee vijiji, muwarudisha asante sana kwa hii kazi. Tukue tuna hiyo moyo, tukiitwa tuitike kwa haraka. Kubarikiwe sana. Miriam Juma, treasurer wa Nairobi. Right Reverend Nairobi County. Hallelujah. Hallelujah. Wamesema tuseme jina. Kabla hajasema jina, nataka tuko na sasa mtu atakuwa ananisaidia upande wa media. Bosi nikajaribu kuja kujitambulisha mbele ya watu wasikuone wafikiri mchezo. Kuja. Sasa huyu kama siko karibu, yeye ndiye atakuwa anafanya hiyo kazi. Msimuone anafanya kazi, usifikirie namna gani. Kama uko karibu afanye. Uko karibu afanye tena. Nitasema kama siko karibu afanye kazi. Kama niko karibu afanye kazi vile tulimfanya leo. So kwa majina mimi naitwa Lucas Amuli. Nikiwa media director Nairobi County. Sasa naye jitambulishe yeye mwenyewe. Haleluya. Kwa majina ni Washington Omega Jalango. Kama media naenda pale live Facebook. Account ni Prince Israel. Mbarikiwe. Kama wewe huko anafanya. Bwana asifiwe. Hiyo ni condition, ndio? Hiyo ni condition. Lakini zote tuachie Mwenyezi Mungu. Vijana ama mmepotea? Kuna afisi nyingine hapa Nairobi
think umalize upesi tuende kwa kujaza hizo positions tuhubiri twende nyumbani. Wenye Bishop County amesema hii, ameongea kama Bishop County. Sasa tukue tayari, roho yako isianze kuinda right reverend. Bwana. So nimesema asante baba askofu. Furaha ambayo tuko nayo ni kwamba sisi watu wa Nairobi, Bishop wa Vihiga, baba akikuja hapa anakuja kama county bishop tena kama askofu wetu. So tuko na furaha. So wacha nilete ambaye atatutambulisha wale wageni wamebaki. So karibu sana. Baba askofu, profesa na mama daktari, madhabahu yote na wasalimu katika jina la Bwana Yesu. Jambo tena. Madhabahu yote, washiriki wa Nairobi County, Bwana Yesu asifiwe. Peperusha bendera ya Yesu, Bwana Yesu asifiwe. Pigia Yesu makofi na vigelegele, Bwana Yesu asifiwe. Tuna furaha kwa sababu Yesu ametupatia uzima na tuko na ushindi ndani ya huyu Yesu. Sema amen. Leo sisi tunataka tunyonye, tunataka tusikie maneno. Chair wa pastors pia ni county bishop wa Vihiga. Karibu. Bwana asifiwe. Askofu mkuu, mama wetu, daktari, viongozi wote, hamjamboni wote. Hamjambo ya Bwana Yesu. Haleluya. Niko na mambo mafupi ama mambo machache kwa ajili ya muda, kwa sababu sikia leo hata tupokee baraka na pia tupokee mafunzo mazuri kutoka kwa askofu wetu ambaye ni baba wetu. Nishukuru sana watu wa Nairobi vile mnavyopanga mambo yenu ya fungo la 10. Nimeona mpango yenu ni mzuri, na pia ningependa kusema muendelee namna hivyo kwa hiyo kazi ya 10%. Hiyo ndio procedure kwamba baada ya 10% inafaa report ziletwe kwa county bishop. Kwa hivyo nikiwa kama chair, nashukuru kwa pastors wa Nairobi kwa hiyo kazi ambayo mmefanya. Jambo la pili ambalo nataka kuongea ni kuhusu mafunzo ya Jumamosi. Pastors wote, naomba tu kama ni pastor beba tu mkono juu. Pastors wote. Naomba clap ni salbia au pastors. Wote pastors, kama unajua ni pastor, wewe unatoka wapi ama wapi? Okay, asante. Pastors wote tutakuwa na mafunzo Jumamosi katika headquarter yetu Nineve. Na hii ujumbe ni kukumbusha na wakumbusha, kwa sababu nimekuwa nikiandika kila wakati. Na hili jambo ni jambo ambalo naomba kwamba mlichukulie kwa umuhimu. Kwa sababu pastor mwenye hata pitia kwa mafunzo, kwa sababu baada ya mafunzo profesa atatupea mwongozo wa kuongoza. Haitakuwa rahisi kwako kuongoza bila mwongozo kutoka kwa profesa. Kwa hivyo baada ya tarehe 14 wale ambao wataingia kwa mafunzo, hiyo nafasi ya upasa inaonekana kwamba utaonekana kwamba tutasema kwamba hakuna mtu hapo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo pastor, jaribu sana ufike Nineve. Haleluya. Mzee kijiji pia siku hiyo pia ni mafunzo ya wazee vijiji. Viongozi wa Ijumaa pia siku hiyo ni mafunzo ya viongozi wa Ijumaa. Baada ya mafunzo mtapewa mwongozo. Pastor utarejesta na shilingi 3,000. Ukisharejesta na shilingi 3,000 utanipea majina ya watu wawili na yako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo na viongozi pia wa Namisi mnaomba pia muweze kufika Nineve. Alhamisi. Bwana asifiwe. Na sema viongozi wa Alhamisi pia mnaomba mfike Nineve saa 2 Jumamosi. Kiongozi yeyote mwenye hatafika kwa mafunzo siku ya Jumamosi. Haleluya. Kiongozi yeyote mwenye hatafika kwa mafunzo siku ya Jumamosi,
itakuwa vigumu kuongoza, kwa sababu kuna barua ambayo askofu atakupea ya kuendelea kuongoza. Hautaruhusiwa kuongoza bila barua ambayo askofu anaenda kupeana siku ya Jumamosi. Tunaelewana vizuri? Kwa hivyo hautaongoza assembly bila hiyo barua. Haleluya. Na hautaongoza kijiji bila hiyo barua. Na hautaongoza Ijumaa bila hiyo barua. Kwa hivyo jaribuni sana, na wasihi mjaribu sana. Jumamosi saa 2 uchukue gari siku ya Ijumaa jioni. Jumamosi saa 2 mutakuta sisi tukiwa Nineve tayari kwa ajili ya hiyo kazi. Registration pastor ni shilingi 3,000 na watu 2 pamoja na yeye. Mzee kijiji ni shilingi 3,000 na watu 2 pamoja na yeye. Si lazima awe karani, si lazima awe mama assembly, lakini karani pia anatakikana. Isipokuwa ni wewe pastor, utaona wale mtaenda nao mkiwa kwa kanisa. Bwana asifiwe. Wazee kijiji hivyo, viongozi wa Ijumaa hivyo, na viongozi wa Alhamisi pia hivyo. Mjaribu mfike na muhakishe mmefika siku hiyo. Jambo la pili ni kwamba kila mzee kijiji atakuja na bendera 2. Pastor ataleta bendera 2. Kiongozi wa Ijumaa ataleta bendera 2. Bendera moja itabaki Nineve. Bendera nyingine utarudi nayo. Na hakuna bendera kuanzia Jumatatu ambayo itasimamishwa ambayo askofu mkuu hajaombea. Isipokuwa tu ni ya county na sub counties, kwa sababu hao hatujawafikia. Bwana asifiwe. Haleluya. Hakuna kiongozi yeyote ambaye ataruhusiwa kusimamisha bendera kwa kijiji, kwa Ijumaa, kwa assembly ikiwa hiyo bendera haijaombewa. Kwa hivyo naomba kwamba mchukue hili jambo kuwa serious, na hiyo kazi inaanzwa siku ya Jumatatu. Kwa kila kiongozi ambaye ameombewa bendera ataruhusiwa kuendelea kufanya kazi. So ni pastor kana washiriki wako chini, uwaulize kama watakubali kushiriki bila bendera. Haleluya. Ya pili, bendera kuombea ni sadaka kidogo tu, shilingi 500 kwa bendera moja. So unapokuja na bendera 2 ni shilingi 1000 ngapi? Moja peke yake. Bwana asifiwe. Jambo la tatu ni kwamba kila pastor akuje na shilingi 1000 ya simiti. Kila pastor akuje na shilingi 1000 ya simiti. Jambo la 4 ni kwamba pastor unapokuja utakuja na vitabu 4 vya kuandika. Kitabu cha kwanza kitakuwa utakuwa unaandika mambo ya spiritual, cha pili kitakuwa unaandika mambo ya administration, cha 4 utaandika mambo ya finance, cha tatu ni mambo ya finance, cha 4 itakuwa mambo ya general, mambo yako yote ambayo uko nayo kwa kanisa. Ya finance unaandika mambo ya kifedha. Kitabu cha administration cha uongozi na utawala wako, vile unafanya kazi katika eneo lako. Kitabu cha spiritual utaandika mambo yako ya kiroho, vile unabatisha watoto na wale watu unapata wakiwa wageni, ile kazi yote unafanya ya kiroho utaandika. Na hayo mafunzo yote mtapata kutoka kwa profesa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo naomba tu kwa unyenyekevu, tafadhali watu wa Nairobi, najua mko na mitungi. Haleluya. Si mnakuanga na hazina? Na hili ni jambo la dharura. Si unakuanga na hazina? Enda ingia kwa hazina yako, ongea na washirika kama hauna. Waambie tunataka tuokoe assembly yetu. Kwa hivyo ni wakati wa kuokoa assembly zetu. Bwana asifiwe. Nafikiri nitafikia hapo nikisema sisi wote tukutane Jumamosi saa 2 kamili kwa mafunzo ambayo itaongozwa na profesa wetu na mama wetu ambaye ni daktari ya Nineve, ambao pastors wote mtapewa muongozo wa 2026. Mtu asiseme aliombea bendera 2025. Hiyo ilikuwa huko na Mungu atubariki 2025 na baraka za 2025 zikaisha hapo hivyo. So tunahitaji baraka mpya. Mungu wa Israeli azidi kuwabariki na azidi kuwainua. Right Reverend Charles Odeokech, nikiwa chair of pastors African Israel Neve Church. Mungu abariki sana. Tukutane Jumamosi, tuzidi kufanya kazi kwa bidii ili kanisa letu lizidi kusimama. Pongeza sana Bwana Waka. Pole sana kimalizia. Nashukuru tu Bwana Waka vile umeshikilia Nairobi.
kanyaga tu hiyo clutch ambayo umeshika hivyo na make sure kwamba unasimamisha Nairobi. Simpige waka makofi. Haleluya. Pigeni waka makofi mazuri. Mungu abariki sana. Asante sana. Bwana asifiwe.